Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo tulianza vipindi hivi mfululizo katika kushajihisha yale ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan alikuwa ameahidi katika siku 100 za mwanzo katika kuchaguliwa kwake, na tunaelekea kufikia tamati ya siku 100 za alizoziahidi Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naweza kuyagawa au kugawa siku 100 hizi na utimilifu wa yale ambayo yote yalikuwa yamepangwa kutokea ndani ya siku 100 katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni yale ambayo ni ahadi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan aliyaahidi, lakini ya pili yale ambayo sio ya ahadi lakini tumeona yametimia ndani ya siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuanze na katika kategoria ya kwanza ambayo tulisema ni zile za ahadi. Ahadi tumeona ahadi ya ajira imetimia na ajira 12,000 zimetoka katika awamu ya hii ya pili ya siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukiona ajira 7,000 kwa upande wa walimu na ajira 5,000 zimetoka kwa wataalamu wa afya ambao serikali kupitia hii tumeona imefanya jambo muhimu kabisa katika kuimarisha huduma za kijamii na kuendelea kupunguza changamoto za ajira nchini kwetu Tanzania. Tuliahidi kutoa ajira kwa fani za sekta ya afya na elimu. Leo ikiwa ni siku ya 12 tangu muhula huu wa pili wa awamu ya 6 uanze, tayari tumeshatangaza nafasi za ajira 7,000 za walimu na nafasi za ajira 5,000 za watumishi wa sekta ya afya. Hatua hii ni mwanzo wa kujibu kiu ya wananchi ya kuboresha huduma za afya na elimu. Na pia katika ahadi nyingine alizoziahidi pia ni katika sekta ya afya. Tuliona kulikuwa tuna changamoto kubwa, watu wakifariki. Tunaona badala ya watu kuconcentrate na msiba kunakuwa na msiba mwingine. Watu wengine wanashindwa kugharamia gharama ambazo zimechajiwa baada ya mgonjwa kukaa muda mrefu wodini na mpaka kupelekea kufariki. Jambo jingine, tutapiga marufuku, ndugu wananchi, tutapiga marufuku hospitali yoyote nchini kuzuia miili ya marehemu kuchukuliwa. Kwa hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utu wake, maana tunasema utu ni kujali ya watu, tumeona ameondoa hilo jambo na sasa hivi hatusikii malalamiko ya marehemu kafariki, watu wamezuiwa kuchukua mwili na patashika nyingine kama hizo zimekuwa hazipo na zimebakia historia sasa. Kwa tunaona katika haya mambo ya ahadi alizoziahidi kwa asilimia kubwa tumeona yamefanyika, na Daktari Samia Suluhu Hassan tu hazungumzi bali anamaanisha. Sasa baada ya kategori ya ahadi, twende kwanza katika vile vitu ambavyo hakuahidi lakini tumeona vimetimia ndani ya siku 100 za kwanza za utawala wa awamu ya pili ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza tuanze na sekta ya utalii. Kwenye sekta ya utalii, rais katika kuinua uchumi sio tu aliishia kufanya filamu. Katika kufanya filamu ya ile ambayo tumeiona filamu bora kabisa ya kimataifa ya Royal Tour, katika kutangaza utalii wetu. Hakuishia tu hapo, bali ameenda mbali zaidi kwa kufanya kufuru ya utengenezaji wa miundombinu katika maeneo yetu ya utalii. Mapinduzi ya majengo ya kisasa ya huduma za kitalii ikiwemo maeneo ya kulaza wageni,
mapinduzi ya ujenzi wa viwanja vya ndege katika maeneo ya utalii, airstrips, kuanzia kule Mloka, Rufiji na Ruaha, Mikumi mpaka Udzungwa, huko kote huko kuna majengo hayo makubwa kabisa ambayo yamefanyika, na hayo ni mapinduzi makubwa kabisa tumeyaona katika uwanda huu wa utalii. Lakini pia tumeona amefanya mapinduzi katika kununua mitambo ya kufanyia utafiti wa masuala ya kitalii. Kwa hiyo unaona kabisa dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeleta matokeo chanya. Mpaka sasa hivi kupitia taarifa na vyanzo halisi vya UN Tourism, mwezi Januari mwaka 2026 tumeona taifa letu limekuwa ni taifa la 11 duniani na la 6 Afrika katika nchi zilizofanya vizuri katika sekta ya utalii duniani. Na hayo ni kutokana na ongezeko la watalii wa kimataifa kutoka mwaka 2019 mpaka 2025. Hiyo ni sekta ya utalii. Nilikuwa najaribu kuielezea tu kwa ufupi, lakini tuje kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu yamefanyika mapinduzi makubwa, na serikali imeongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu pamoja na diploma. Sio tu elimu ya juu tu peke yake, hata watu wa diploma pia sasa hivi wameongezewa na mikopo hiyo, ambayo kwa bajeti ya mwisho ilikuwa ni bilioni 460, lakini sasa hivi Daktari Samia Suluhu Hassan ameipaisha pakubwa kabisa mpaka kufikia trilioni 1.2 katika mwaka wa bajeti wa 2026-2027. Hii ni hatua kubwa na ya kimkakati ya kupanua upatikanaji wa elimu bora kwa wote. Pia serikali haikuishia hapo tu, imepeleka vijana 50 vyuo vikuu bora zaidi duniani ili wakapate elimu, wakapate shahada ya kwanza katika sayansi ya data ya akili unde, au kwa lugha ya Kizungu tunasema AI. Mambo haya yamefanyika katika hiki kipindi kifupi tu ambacho kabla Daktari Samia Suluhu Hassan hajavuka siku 100, tumeona tayari hayo yamefanyika, na ni matokeo chanya ambayo yamechagizwa na scholarship ya Samia Scholarship. Kwa hiyo haya tunaona ni baadhi ya machache tu ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu. Lakini tuhame hapo kutoka kwenye sekta ya elimu tuje katika sekta ya maji. Sekta ya maji kulikuwa na mradi wa mtandao wa maji wa kitaifa ambao umetekelezwa maeneo mengi na mikoa tofauti tofauti katika nchi yetu, na yameleta matokeo chanya. Mimi katika maeneo ambayo nimeona, mikoa ambayo kwa macho yangu nimeyashuhudia mradi huu au na mkakati huu umeleta matokeo chanya, ni mikoa ya Dodoma, Simiyu na Iringa, katika maeneo ya Ilula, Kalolo mpaka Makete kule, na Tanga kule tumeona katika maeneo ya Daruni, Korogwe na Mkinga. Kote huko watu wananufaika na mradi huu mkubwa ambao Daktari Samia Suluhu Hassan aliuletea maono yake. Rais Samia Suluhu Hassan amekamilisha miradi mikubwa ya maji katika mikoa hii ambayo nimeitaja na nisiyoitaja. Kwa hiyo tunaweza tukaona maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan vipi yanaweza kuacha wananchi wakiwa na nyuso za tabasamu, kama alivyozungumza wakati analifungua bunge letu la Jamhuri ya Muungano mwishoni mwa mwaka 2025. Tuame hapo tuje katika wizara mpya kabisa ambayo tumeishuhudia, ambayo imeundwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza katika taifa la Tanzania, Wizara ya Vijana. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 tumeona katika raia ambao wapo
nchini Tanzania zaidi ya milioni 60, 77% ni vijana. Kwa kulitazama hilo na changamoto ambazo zinaibuka mara kwa mara katika eneo hili ambalo ndio lina watu wengi kabisa, Daktari Samia Suluhu Hassan alifikiria vijana hawa kuwawekea wizara yao wenyewe peke yao ambayo itashughulika na vijana tu peke yake na kuinua mambo mengi ambayo yanawahusu vijana. Kwa hiyo tunaona jinsi gani vijana mnavyopendwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na itumieni wizara hiyo katika kuhakikisha mnashirikiana nayo ili kuweza kuleta matokeo chanya. Lakini si hapo tu, Daktari Samia Suluhu Hassan, tuje kuangalia katika sekta za biashara. Na mfano wa mwisho tu tumeona wiki hii iliyopita tarehe 8, Daktari Samia Suluhu Hassan alienda kulizindua soko la kimataifa la Kariakoo ambalo linahudumia nchi nyingi hapa za jirani na nchi nzima hii. Soko zuri kabisa la kimataifa na la kimkakati. Sasa kwa mujibu wa soko lile, kwa mujibu wa taarifa ya General Manager ndugu Ashrafu, alitupatia taarifa kwamba kuna frame zaidi ya 1950 frame pamoja na vizimba ambazo zitatoa ajira takriban 4,000 ambazo za moja kwa moja na ajira 8,000 zisizo za moja kwa moja. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa kipindi hiki tu kifupi namna gani Daktari Samia Suluhu Hassan amechanja mbuga katika mambo ambayo ameyaahidi na ambayo bado hakuyaahidi katika hizi siku 100 ambazo tulikuwa tukiziangazia. Na kama ulivyosema ndugu mtangazaji, kwa kuwa tulianza mwanzo kabisa kuleta mfululizo wa kuyazungumza mambo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya katika vipindi vya kuelezea siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan, basi leo pia nimeona niyazungumze haya ambayo hatukuwahi kuyazungumza kwa uchache tu, ili kukifunga kipindi chetu hiki ambacho tulikianza mwanzo, na sisi ndio waasisi kabisa wa kipindi cha kuyaelezea mambo, au tuliunda kipindi maalum kinachoitwa siku 100 za mama. Kwa hiyo leo tunalifunga hili na kuyaeleza hayo machache tu ambayo yalikuwa hatukuyazungumza katika mfululizo wa vipindi vyetu vya siku 100 za mama.